Vitu fulani hivi vya muhimu sana ambavyo kila mtu anapaswa kufahamu, especially pale unapokutana na mtu. Unaweza kuwa uko kwenye kazi au uko kwenye biashara au uko kwenye safari yako tu, lakini ukakutana na mtu ambaye ulikuwa na changamoto fulani au ulikuwa una uhitaji wa kitu fulani. Yule mtu akakushauri, ukamalizana naye, akaondoka, alafu huyu mtu usikutane naye tena. Kuna mtu unaweza kukutana naye ukamwelekeza biashara, namna ya kufanya biashara, na ukafanya naye biashara, lakini ukagundua baada ya miezi miwili mitatu huyu mtu kaondoka. Ngoja nikwambie kitu, Mungu anakukutanisha na watu kwa ajili ya jambo moja tu. Huyu mtu anakuja kwa ajili ya kukuvusha. Yaani kama ni mtu ambaye ameletwa na Mwenyezi Mungu kwako, ambaye anahitaji akuvushe kwenye jambo fulani, labda ulikuwa unataka kwenda level kwenye biashara, huyu mtu akaja labda akafanya biashara labda ya dola 200, dola 300, alafu huyu mtu akaondoka, au yeye alipokuja kwenye biashara hakufanya zaidi ya kumleta mtu mwingine, alafu yule mtu mwingine akafanya. Kwa hiyo kuna watu wanakuja kwako kwa muda mfupi sana, wanakuja kwa ajili ya kukuvusha. Hawa watu wanaokuja kukuvusha sio watu wa permanent kwenye maisha yako. Nikiongea hivi kuna mtu anaweza asinielewe, lakini hata kwenye mahusiano pia kuna mtu anaweza kaja kwenye mahusiano yako kwa mara moja tu, labda ukawa umekuwa naye akakuonyesha baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukavifanya. Huyu mtu aliletwa na Mwenyezi Mungu kwa dhumuni moja tu, hilo dhumuni likitimia huyu mtu hawezi kubaki, anaondoka. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anatuletea watu kwa ajili ya dhumuni moja tu. Kwa hiyo usimchukulie mtu fulani for granted. Kama ameletwa kwa dhumuni moja, basi akimaliza dhumuni lake ataondoka. Mungu akubariki sana.